Ardhi hii ni malisho ya mifugo. Ardhi hii ni kimbilio la mtu yeyote ambaye hana sehemu ya kulisha mifugo yake. Ardhi hii huwa ni mkombozi kwetu. Kipindi ambacho wanajeshi wanafanya mazoezi ngambo ya barabara, tunarudi huku kwa ajili ya kuja kufanyia mambo ya kulisha mifugo yetu. Chukulia eka 85. Chukulia karne hii ya 21 yenye watu wenye akili timamu, eka 85. Unapatia wapi? Chukulia mfano ardhi hiyo eka 85 kwa mtu mmoja. Kuchukua ardhi hiyo kwa mtu mmoja. Hali hapa kuna wazaliwa kijiji cha mti moja na eneo hili ni tengefu miaka na miaka. Tumezaliwa tumekuta ardhi, mababu zetu mpaka viongozi tunaofuata wametutunzia, wameitunza kwa ajili ya mifugo yetu. Ndio. Mwezi wa 6 kuja kulimaliza hilo jambo. Sawa. Tarehe 4 mwezi wa 6 isini katika hapo na mkutano ndio nikopesa kwa wingi kusudi pamoja na kero hiyo, kama kutakuwa kuna kero zingine za ardhi pia tasikilizia tukio. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja kata ya Sepeko wilayani Monduli wameomba serikali wilayani Monduli kuingilia kati mgogoro wa ardhi uliopo kati ya mtu binafsi na eneo la malisho maarufu Sepeko iliyoibuka hivi karibuni. Wananchi hao wamesema mtu huyo alikuwa akiishi ng'ambo ya barabara au upande wa jeshi katika kitongoji cha Megwara na baadaye alikuja kutafuta pa kuhamia ndipo akapewa hekari 5, lakini cha kushangaza ni kuona amejimilikisha hekari 85 kinyume na taratibu au makubaliano kupitia mkutano mkuu wa kijiji. Wananchi hao wamedai kwa baadhi ya viongozi wa kata na kijiji cha Mti Mmoja kuhusika kumkingia kifua mwananchi huyo kwani tayari ana hati miliki wa eneo hilo, hali ambayo wanashangaa kwani hakuna mkutano wote uliopitisha kumiliki au kumilikishwa hekari hizo. Wananchi hao wamesema kwa sasa wanachokihitaji kwa mtu huyo waliomtaja kwa jina la Leke Nyarunda ni kurudisha eneo la malisho hekari 85 alizozichukua katika eneo maarufu la malisho Sepeko, huku wakimwomba mkuu wa wilaya ya Monduli Festo Kiswaga kufika katika eneo hilo ili kutatua mgogoro huo kwani hawana sehemu nyingine wanaotegemea kwa malisho zaidi ya eneo hilo. Baada ya malalamiko hayo, mwandishi wa habari hizi alimfuata mwenyekiti wa kijiji cha Mti Mmoja kujua hali ya mgogoro huo, ambapo juhudi hazikufanikiwa baada ya mwenyekiti huyo kugoma kuongea na kusema ana haraka na kumtaka mwandishi asubirie hadi siku atakapomuita mwenyewe. Aidha, hatukuishia hapo, tulimtafuta pia ndugu Lekenya ambaye ndiye anayetuhumiwa, ambapo amejibu huku akimtaka mwandishi wa habari ya simrekodi na kunukuliwa akisema, sijaingilia eneo la wananchi, bali watu wenye mihemuko na pamoja familia ya Mositet ndio wanaosimamia hili swala. Kesi ipo mahakamani, ilibidi niende mahakamani kwa sababu waliotesha katani kwenye eneo langu. Kwa kuwa mimi ni kiongozi pia sikutaka ugomvi, ndio maana nikachukua hatua za kwenda mahakamani. Na mara ya mwisho kesi ilisomwa tarehe 28 mwezi wa 4, pia itasikilizwa tena tarehe 2 mwezi wa 6. Mimi sina ugomvi na wananchi wala sijaingilia eneo la umma. Mwisho wa kunukuu. Baada ya hapo tulimtafuta mkuu wa wilaya ya Monduli Mheshimiwa Festo Kiswaga ambaye amekuwa akitajwa mara kwa mara na wananchi wa wilaya ya Monduli kwa mkombozi wa ardhi yao, ambapo moja kwa moja alituunganisha na afisa ardhi wilayani Monduli na kutolea ufafanuzi kuhusu taarifa hii, ambapo mwisho wa mazungumzo mkuu wa wilaya Festo Kiswaga ametangaza tarehe 4 ya mwezi wa 6 kufika katika eneo hilo ili kwenda kumaliza mgogoro huo. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kwa majina anaitwa Olalegari Kisaka Laiza, ni mwanakijiji wa kijiji cha Mti Mmoja kata ya Sepeko wilaya ya Monduli. Hapa tupo kwa thumuni moja la mpaka wa kijiji na baadhi ya watu ambao wanachukua maeneo ya kijiji. Wananchi hao naoona nyuma yangu hapa, ndugu mwandishi, ni walalamikaji kwa kulalamikia ardhi yao ambayo imetwaliwa na baadhi ya watu. Leo tupo hapa, tumesimama hapa tukitegemea kwamba tume ardhi wilaya ya Monduli itakwenda kutupa majibu sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitwalia maeneo ambao ni eneo la umma. Kama watu wanavyofahamu, Sepeko kuna uwazi ambao ni eneo la umma. Kuna watu ambao wamejitwalia maeneo katika eneo hilo. Ndio maana watu wamezunguka na wameandamana kwa ajili ya kufahamu ni mipaka ipi sahihi baina ya watu ambao wamesema wamepewa maeneo na wananchi wanakuja kudai, na tume ya ardhi ya wilaya imekuja, na sisi hapa tumekaa hapa tumeandamana hapa kwa ajili ya kusubiri tume itatupa majibu gani. Ombi letu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie sisi wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja
kubainisha mipaka yetu na kutatua mgogoro ya ndani ya kijiji ambayo ni baina ya ardhi ya umma na baadhi ya watu. Ardhi hii ni malisho ya mifugo. Ardhi hii ni kimbilio la mtu yeyote ambaye hana sehemu ya kulisha mifugo yake. Ardhi hii huwa ni mkombozi kwetu. Kipindi ambacho wanajeshi wanafanya mazoezi ng'ambo ya barabara, tunarudi huku kwa ajili ya kuja kufanyia mambo ya kulisha mifugo yetu. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kilio chetu ni hicho hapo, na ndio maana tumekaa hapa, wazee kwa vijana, umma wote uko hapa leo kwa ajili ya kusubiria kufahamu nini suluhisho letu. Na tufahamu ya kwamba tukishindwa kupata suluhisho eneo hili hapa kutoka kwenye tume ya ardhi ya wilaya, tutakwenda mbele. Sio siri, tutakwenda mbele kwa mkuu wa mkoa. Kwa madhumuni ya mchukua ardhi ambaye tunamlalamikia kwa wingi, ambaye ni brother Lekenya Kordoni, amejitwalia eka 85. Chukulia karne hii ya 21 yenye watu wenye akili timamu, eka 85 unapatia wapi? Kwa majina anaitwa Michael Lawesare Kivuyo, mkazi wa kijiji cha Mti Moja. Mheshimiwa ndugu mwandishi wa habari, kwa leo hii tumekutana hapa wananchi wote wa kijiji cha Mti Moja. Kama unavyoona hapa ulipotuzunguka, tumekutana kwa nia njema, tena kwa amani, kwa ajili ya baadhi ya wachache waliojitokeza na kutua ardhi ya kijiji cha Mti Moja na eneo letu kwa ajili sisi zote, kwa ajili ya mifugo yetu, na kwa ajili pia wakati wanajeshi wanapofanya mazoezi upande za barabara, huku ndipo eneo ambalo tunaweza tukalishia mifugo yetu. Wakajitokeza baadhi ya watu wachache kwa ajili ya maslahi zao binafsi. Mtu anajitwalia eka zaidi ya 85, hali mtu mwingine hapa kuna ambaye hana hata nyumba ya kuishi, hana hata eka moja. Ndugu mwandishi wa habari, tumekutana hapa wananchi wa kijiji cha Mti Moja kwa ajili ya amani, kutetea na kudai haki zetu kwa amani. Hatuko kwa ajili ya vita. Hivyo basi wananchi wa kijiji cha Mti Moja wameamua kuililia serikali ya wilaya ya Monduli kufika kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo yetu haya ambayo yanaweza kutusababishia tukawa na migogoro yasiyokuwa na mwisho. Na hatutaki katika kijiji chetu cha Mti Moja tuwe na migogoro hiyo. Kijiji cha Mti Moja ni kijiji cha amani, kijiji cha utulivu. Hivyo wanakijiji wa kijiji cha Mti Moja hawapendi kuwa na mlolongo wa ardhi. Ndio maana tumewaita waandishi wa habari muweze kufika hapa, muweze kufikisha ujumbe wetu katika vyombo vinavyohusika katika baraza la ardhi na sehemu zingine kama hizo zinazohusika katika baraza la ardhi, waweze kufika kwa ajili ya kututatulia matatizo yetu haya, kwa sababu si ungwana. Hebu chukulia mfano ardhi hiyo eka 85 kwa mtu mmoja, kuchukua ardhi hiyo kwa mtu mmoja. Hali hapa kuna wazaliwa kijiji cha Mti Moja na eneo hili ni tengefu, miaka na miaka tumezaliwa, tumeikuta ardhi, mababu zetu mpaka viongozi tunaofuata wametutunzia, wameitunza kwa ajili ya mifugo yetu, wameitunza kwa ajili ya mazingira, kufanyia kazi zetu za maendeleo kijiji cha Mti Moja. Akajitokeza mtu mmoja ama watu wawili zaidi kuja kuchukua ardhi ya kijiji cha Mti Moja. Si kweli mwandishi wa habari? Tunakushukuru kwa kuweza kufika hapa. Malalamiko yetu uweze kufikisha mbele za vyombo vya sheria vinavyohusika, haswa katika baraza la ardhi, liweze kutatua mgogoro ulio katika kijiji cha Mti Moja. Maana kwa kweli mheshimiwa mwandishi wa habari, ni kero kwetu sisi na hatutaki kero. Kijiji cha Mti Moja tunaiomba aliyemiliki zaidi ya ekari 85 ifutwe kwa sababu mipaka aliyekaa si sahihi, ameingilia baadhi. Sasa hivi wengine watoto wetu wanaochunga wanaweza kupitishwa hapa na wakapigwa, wanaambiwa wameingiliwa katika eneo la mtu, na tunafahamu kwamba ni eneo la umma, ni eneo la wananchi wote wa kijiji cha Mti Moja, sio la mtu binafsi. Ni eneo la umma kwa ajili ya wananchi wa kijiji cha Mti Moja. Hivyo mwandishi wa habari, tunakushukuru kwa hayo machache. Umma hiyo wote waliokuzunguka ni kwa ajili ya amani, si kwa ajili ya vita. Wanaitafuta haki yao na tunaitafuta haki yetu katika vyombo vya habari. Amanya ana kijiji ya Mti Moja. Ora mawe yobo ngombe kile tusore noji. Ara ngara ki arisi yang na hogo rongana moja moja. Yeri rongana langa kulle kwa mainti dana kijiji le mera je na arisi. La wo kira yo ka lalamika yo kwa ajili ya arisi yang. Na hogo rongana yobo eka 85. Ora la rongani na kinyangwa ba eka 5 neki manikira ara eka 85. Na wo kira yo ka lalamika tengiji jang tenebo na kijiji kijiji ya Mti Moja. Megara yoga la habalegara. Ora yoga la habalegara na beshugo kini yoga risiang ma wake. Na yoga kira la lamika. Amora mari sinekara.
lekira duo baado mebaiki nta yo pookin enekire bora tenekipal amari sinekiata peeku enoonkishu ore oltung'ani eeta enkiteng nabo neramati enakop amu ore kuna kop niking'orita nememaang' openy ore enkolong naiguranita kulo jeshi tenaalo nekilang'aki emasepeko yiok aaku inaari sii nekigira aing'or nikiomon tolarikok lang pookin peyie itetea yiok amu eenita yiok ilarikok lenkijiji inining'i wananchi lenye ajo kanyioo shida naata neeku kiapara aomonu Ulaya piitetea yiok hasa enaa orbungei lang ore naa peeku megira aitetea yiok nekipuo yiok kama taifa amu megira naa aing'uraa yiok enaa wananchi laata shida naa ore ena shida na wananchi nemekiata olarrabal oltung'ani ore yiok shida nikiata naa arisi ang' peeshukokini yiok metaa enoonkishu ang' ore oltung'ani pookin nemetii olemeeta enkiteng aisa ore oltung'ani lemeeta enkiteng nikiyiolo ajo yiok kiatum enkiteng. Kwa afisa ndio kamati ilikuwa imeenda kutoa mrejesho. Sasa sijajua wao walitoa kauli ambao wananchi wametoa pale, kwa sababu nilikuwepo mimi wamesema kwamba hawajapata majibu yoyote, kwa sababu wameambiwa kwamba jana wale watu walipofika kuna kamati waliteuliwa, kuna baadhi ya watu waliteuliwa wakaenda na yule ambaye analalamikiwa na mwenyekiti wa kijiji kwenda kuangalia ile eneo ambalo analalamikia kwamba limechukuliwa, lakini majibu hawajapata. Kwa maana hiyo wamesema wameambiwa watarudi tena kwenye mkutano kuja kutoa majibu, lakini jana wao walikuwa wanaenda kufanya nini wao watu wangu? Wananchi wamesema kwamba hawajapata chochote, lakini kwenye kuongea kwao wamesema kwamba ni mtu mmoja amemilikishwa hekari 85. Alikuja nani? Yaani aliyekuja kwenye mkutano alikuwa waziri. Wewe ulikuwepo? Ndio, mimi nilikuwepo. Waziri alisemaje? Waziri wa ardhi nani? Afisa. Sasa tuna namba ya waziri? Hapana, mimi sina. Ngoja mpigie, mwambie hivi. Jana wakati umeenda kwenye mgogoro pale, sasa kauli ya serikali ni ipi? Kwa sababu ilitakiwa hata kama angekuwa vipi, itakiwa atoe kauli kama anarudi tarehe ngapi. Ndio. Kama amemaliza mgogoro itakuwa aseme. Sasa mimi nikitoa taarifa na ile taarifa ambayo walikuwa wameipata wao hawajaniambia. Kwa hiyo naomba nikupe namba umpigie. Utakachokuwa mmeelewana, sawa? Watakachokuwa wameeleza kama final, sababu as we speak ni kama jambo lilifika kwangu mimi nikampa yeye ili akague, kwa sababu kuna hati huyo anayesema kwamba anaweka 85 ana hati ya kimila. Sasa nataka nimuulize hiyo hati ya kimila ilifuata taratibu zote? Kwa sababu kama imefuata taratibu zote huwa hatutegemei kwamba ikatofautiana. Ni sawa na hati ya kule mtu waumbe. Kama ilikuwa imefuata taratibu zote, ina maana hatutegemei ibadilike. Sasa unaweza kukuta vikao ambavyo vimekuwa vimefoji, vikao vya kule vimefojiwa ili kusudi vilete mtasa alikuwa nani? Afisa. Alafu sasa kama kutakuwa kuna swala la kusema mimi nitakuwa nije, na maana mimi nitaingilia kati kisha ona kwamba wenzangu serikalini hawajatoa nani. Sasa lazima tuwe na majibu ya kuhusiana na hilo jambo. Lakini matumaini makubwa sana jana kwenye ule mkutano wananchi wameweka kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu wamesema kwamba kama ameweza kutatua swala la Moita, hata ile la Sepeko, tunamwomba aje kuingilia. Kama ukweli upo kwa upande wa mlalamikiwa apewe haki yake, lakini kama ukweli uko kwa upande wa wananchi, tunamwomba mkuu wa wilaya aje. Sasa nikasema kwamba nisikie. Sasa ubaki hivyo basi hewani. Mimi nampigia nani ili nimsikilize nao mwenyewe, sawa? Sawa. Mteja uliyempigia amekusubirisha. Tafadhali subiri. Your call has been placed on hold. Please wait. Waziri. Mpushi yao. Labda wewe asubuhi. Salama mkuu. Hewani tuko na mwandishi wa habari. Ndio. Mama bingwa kabisa anaitwa Julia. Kwenye media. Sasa nitaka nijue kauli ya wewe ya jana pale kwenye mgogoro ya mwisho kabisa ya serikali ilikuwa ni nini? Maana alikuwa ananiuliza mimi nikasema kama alikuwepo afisa huko. Bali mwenyekiti wa hiyo mgogoro wa hiyo kamati ilikuwa ni nani? Hiyo kamati ya mkurugenzi. Ni nini? Mlimalizaje? Au tulimaliza, yani zoezi ambalo tulikuwa tunalifanya jana kwanza ni muendelezo wa maazimio na maagizo ya mkurugenzi, ambapo ilikuwa kwenda site kule uwandani na kuona eneo lenye mgogoro na kudhibitisha kama limeingia kwenye malisho. Kwa hiyo jana tulichofanya tukalipitia eneo lenye mgogoro ekari 72, wananchi wale wakaliona, tukawaelekeza kwamba taarifa hii ambayo mmeiona na hichi mlichokiona hapa, sababu maamuzi ya ardhi ya kijiji yako kwenye mkutano mkuu kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kwa hiyo hichi kilichobainika muende nacho kwenye mkutano mkuu wa kijiji kwa ajili ya kupata maoni, maazimio na ushauri wa mkutano mkuu wa kijiji kuhusiana na hichi ambacho kimebainika hapa, ambapo tukamwagiza mwenyekiti kwamba aitishe mkutano mkuu kwa haraka iwezekanavyo, na wakashauri kwamba wanashauri basi kwenye mkutano huo
tunaomba mheshimiwa DC awepo kwa ajili ya kusikiliza kero na tuambie tumepokea. Okay, sasa conclusion mlioishia nayo ndio ilikuwa, kwa hiyo ilikuwa kwamba mkutano huo utakapoitwa sisi twende tukatoe majibu ya tulichokiona, si ndio? Ndio maana yake, au wao wenyewe ndio waeleze walichokiona, kwa sababu tuliunda kamati ndogo na wale walikuwa na malalamiko na hawana imani. Maana ile kamati ndogo itatoa majibu na sisi tutakuwepo kwa ajili ya ufafanuzi wa kitaalamu. Kama itakuwa kuna mahali wameenda ndivyo sivyo, tutawafafanulia. Lakini kamati wao kwa sababu wanaelewa yale maelezo. Na mpaka sasa hivi kamati wana majibu au hawana majibu? Kamati wao majibu yao ni kwamba hilo eneo walikuwa wanaishia kwenye korongo, hakutakiwa mtu yeyote kuvuka korongo. Kwa hiyo kama ndio hivyo sasa usiwaachie wao. Ndio. Kama ndio hivyo usiwaachie wao. Kwa hiyo panga sasa, uwapigie timu, waambie tukutane tarehe 4. Sawa? Tarehe 4 mimi nitakuja mwenyewe. Sasa tuje tukae tukubaliane. Sawa? Ni lipi ambalo linaenda kuzungumzwa na mistake iliyofanyika na michoro na kila kitu. Sawa? Yaani wale unawaachia wao ndio watoe na kwa sababu kwa mfano yule mwingine alikuwa na hati. Kwa hiyo ina maana ukitoa wewe kwamba hivi nyinyi mlikuwa mnaishia na wakati hati yule mtu anayo ambayo inaonekana hiyo hati imeingia sehemu ambapo sio. Maana yake wewe walikupa taarifa ambazo ni mimi nilipotoka. Leo ni sahihi. Walikupa taarifa potofu ukatoa hati ambayo ilikuwa sahihi kutokana na maelekezo ya wenyewe. Kwa hiyo na inawezekana pia watakao walisoji pia mpaka mtasa jamani wana nini kuongeza eneo hilo ambalo lilikuwa hawashika. Kwa hiyo Juliana ambacho natakiwa kufanya ni kwamba wananchi baada ya kuwa wataalamu wamefika, wananchi wameomba kwamba wanataka DC na DC ndio ameshapanga tarehe 4 ndio mwezi wa 6 kuja kulimaliza hilo jambo. Sawa? Ndio. Kwa hiyo basi limeweka sawa. Tarehe 4 mwezi wa 6 DC katika hapo na mkutano ndio nikopesha kwa wingi kusudi pamoja na kero hiyo, kama kutakuwa na kero zingine za hadi pia taasisia tukio. Shukrani sana mheshimiwa. Nawashukuru sana. Asante. Oldonyo Media. Habari karibu nawe.